Asante sana waandishi wa habari kunitembelea kwa mara nyingine. Kwa kweli ninafurahi na nifanya nijisikie vizuri, lakini pia ninamshukuru Mungu kama ulivyosema kwamba ametupa afya njema, tuko salama na kwa uweza wake tumeweza kuonana tena. Nafikiri nimefanya jambo jema kunitembelea na kutaka tuzungumze pamoja kuhusiana na mambo yanayoihusu nchi yetu. Ingawa sitakuwa na mambo mageni, sitakuwa na mambo mapya, lakini kabla sijaanza, kwa faida ya watazamaji na wasikilizaji, naomba nijitambulishe. Ninaitwa Mchungaji Daktari Steven Kimondo. Ni mchungaji mstaafu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Huo ndio wasifu wangu. Sasa kuhusiana na haya mambo ambayo mmependa tuzungumze pamoja, nimesema mengine yatakuwa ni ya kujirudia, kwamba kwa hali ya kisiasa ya nchi yetu, kwangu mimi hali ilivyo inanisikitisha na inanisononesha sana, kwa sababu mambo yanavyokwenda siyo yale niliyoyatarajia, na hasa kwa nchi kama Tanzania ambayo ilikuwa na sifa kubwa sana katika Afrika na ulimwenguni kote kwa sababu ya nafasi yake ya kupigania ukombozi na uhuru wa Waafrika. Wakati wa Nyerere kazi hii ilifanyika vizuri sana, kiasi kwamba nchi za Kiafrika zikaitambua Tanzania kama mwenyekiti wa kamati ya ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika. Na kwa kweli nchi yetu ilitoa mchango mkubwa, na kwa njia hiyo iliheshimika sana. Ni ajabu leo kwamba nchi iliyokuwa ya mfano pa kutenda haki na kutokana na haki hiyo kwa wananchi wake ikahesabika kuwa nchi ambayo ni kisima cha amani. Ni ajabu leo, na ninasikitika kusema kwamba ile amani tuliyokuwa tukisifia kwa nchi yetu imeondoka. Ile hadhi tuliyokuwa nayo kama Tanzania kwa nchi nyingine, kwamba ni kimbilio la watu ambao katika nchi zao kulikuwa hakuna utulivu na hakuna haki, imekuwa nchi ya mfano kwa mambo yaliyo kinyume chake, kwamba sasa Watanzania wanatafuta mahali pa kukimbilia, wanajaribu kutafuta haki ili amani izidi kudumu, lakini haijawa hivyo. Watu wanaojaribu kutafuta haki, namtolea mfano Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kwamba kwa utetezi wake wa haki na uhuru wa kweli kwa Watanzania
na utetezi wake wa mali asili ya nchi kutumika kwa faida ya wananchi wote imegeuzwa kuwa ni uhaini. Kwangu ni jambo la kusikitisha, na kutokana na haya, mwandishi wa habari, wakati unaeleza kwa mara ya kwanza kunitambulisha, ulisema ni mambo gani ambayo nisingependa yatokee tena kwa nchi yangu. Ni hili jambo la tarehe 29 Oktoba mwaka jana 2025. Matukio yale yamelifedhehesha taifa. Matukio yale yameliletea aibu taifa. Nisingependa mambo hayo yatokee tena, na ili yasitokee tena ni lazima turejee kwenye mstari. Wale waliopewa wajibu wa kuongoza kuwa viongozi wa nchi wakubali kwamba walifanya makosa mahali, tutengeneze. Na mtu akiniuliza tunatengenezaje, maoni yangu ni kwamba ni hekima ndogo tu. Kama tuna viongozi wanaojali watu wao, badala ya kujali nafasi walizo nazo, wawajali wananchi wanaopata tabu kutokana na vitendo vya viongozi. Bila shaka mzee wangu utakubaliana na mimi kwamba hapa tulipo sio mahali ambapo tunastahili kuwa. Ni hakika. Sasa taifa linawezaje kurudi kwenye utamaduni wake wa kawaida ambao ulikuwepo tangu kipindi cha nyuma, hasa utamaduni wa haki kama ulivyosema? Njia ni moja. Ni wale walio na mamlaka kukubali au kufungua masikio yao wasikie zile sauti zilizokuwepo awali kabla ya matukio ya Oktoba 29, waliosema tunataka mabadiliko, tutengeneze katiba mpya, tubadili sheria zetu za uchaguzi ili uchaguzi ufanyike kwa uhuru na kwa haki. Wananchi wakipiga kura, kura zao ziheshimiwe. Kwa hiyo wakubali kusikia zile sauti na kufanyia kazi kwamba bado tunahitaji mabadiliko, bado tunahitaji katiba mpya. Sasa kuna kitu nilitaka kusema. Ili sasa turudi kwenye mstari, ni wale walioko kwenye ofisi za umma waliojitwalia madaraka wenyewe na kusababisha haya yaliyotokea Oktoba 29, wakubali kwamba walifanya makosa, wakiri wazi, na ili sasa turejee kwenye mstari, waseme kwa makosa tuliyoyafanya, na inaonyesha wananchi wanaonyesha kutokukubaliana na sisi, tukae pembeni. Mimi ni falsafa yangu kwamba ukiwa kiongozi, wale unaowaongoza wakikutilia mashaka,
unasema hata kama ukufanya makosa, unasema kwa hali hii, hebu mimi nikae pembeni, hawa wananchi waridhike, wafanye kile wanachokitaka, maana ndio wenye nchi, ili sasa tutengeneze utaratibu wa kwenda mbele. Tumekuwa tukisikia kwamba lugha ya maridhiano, kwa mfano, maridhiano ni kitu kizuri, lakini ili maridhiano yaweze kufanyika na yakawa halali, ni lazima ukweli ujulikane, na ukweli ukijulikana, zile pande zinazotaka kuridhiana, sio mmoja wao anakuwa ndiye mpatanishi. Ni lazima awepo mtu wa katikati asiyekuwa na maslahi kutoka upande wowote, ndiye asimamie sasa hayo maridhiano na kumruhusu huyu aseme ya kwake na huyu aseme ya kwake, alafu kwa pamoja baadaye ndipo tumeridhiana, tumekubaliana, tunaweza kwenda mbele kwa msingi huu. Lakini haiwezekani kwa mazingira tulio nayo katika nchi yetu kwamba walio madarakani ndio wasimamie maridhiano. Haingia akilini. Unafikiri mzee wangu, haki inaweza kuwepo bila kuwepo kwa uwajibikaji? Ndicho ninachokisema. Tunaposema kuwajibika, ni wale waliosababisha haya yaliyotokea Oktoba 29, 25, 2025, samahani, wakubali kwamba tulifanya makosa mahali fulani, na ushahidi upo jamani. Waliokuwa viongozi tulikuwa tukiwasikia wakisema hakutakuwa cha nyinyi wala nyinyi. Mfano, statement nyingine, tunaenda kwenye uchaguzi, jeshi mjiandae. Swali linakuja, jeshi na uchaguzi vinakutana wapi? Kwa mwenye akili ataona kwamba hizi ni lugha zilizoashiria kwamba kitakachokuja hakitakuwa kitu kizuri. Na kweli ndivyo ilivyotokea. Whether ilisemwa kwa bahati mbaya, pasipo kujua matokeo yake yatakuwa ni nini, lakini ni kosa. Kulikuwa na kauli nyingi mzee wangu, kama no reform no election, Oktoba tunatiki, kila watu walikuwa wanatamka kauli yao. Sema tena. No reform no election. No reform ni dhambi. Bila mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi. Na hawa waliosema haya walisema wazi, tunataka mabadiliko ili tutakapokwenda kwenye uchaguzi kusiwe na lawama ambazo tumeziona zimetokea huko nyuma. Kwa kusema mabadiliko ni vibaya. Sasa huoni kama hizi kauli zilikuwa zinapishana sasa? Sawa. Nani mwenye kosa? Wangesikia waliokuwa wakiambiwa, hayo yasingetokea. Alafu tena umenikumbusha jambo. Reform ni mageuzi, si ndio? Kwa lugha nyingine ni mapinduzi. Na hata baada ya Oktoba 29, 2025, watetezi wa mauaji yaliyotokea walisema hayo yalifanyika kwa kuwa baadhi ya waliouawa walitaka kupindua serikali. Sio kama mlisikia. Mimi nilisikia hayo. Fine. Najiuliza maana ya neno mapinduzi ni nini? Kwangu mimi mapinduzi ni mabadiliko chanya kutoka hali mbaya kwenda hali nzuri. Mapinduzi ni mabadiliko, ni mageuzi.
ndiyo maana ninayoifahamu. Na kama mapinduzi lingelikuwa ni neno linaloashiria mabaya kwa Tanzania, kuna watu wawili basi wa kwanza kuwashughulikia. Mmoja ni yule anayejiita yeye anaitwa Chama cha Mapinduzi. Kama neno mapinduzi ni baya, basi anayehamasisha watu kufanya ubaya ni Chama cha Mapinduzi. Wa pili ni serikali ya mapinduzi. Nasema hivi unielewe vizuri. Kama neno mapinduzi lina nia mbaya, lina maana mbaya yenye kuleta madhara kwa watu, lakini nilisema awali kwamba neno mapinduzi ni mageuzi, ni mabadiliko kwenda kwenye hali iliyo bora zaidi. Na ndiyo maana wakati wa Nyerere CCM ilipojiita Chama cha Mapinduzi ilikuwa na nia njema, na serikali ya mapinduzi ilikuwa na nia njema. Kama hao walikuwa na nia njema, ndivyo hivyo wanaosema tunataka mageuzi, tunataka mabadiliko, wana nia njema kwa nchi yetu. Kwa tusilione neno mapinduzi kama ni neno baya. Kwa hiyo kwa maoni yangu, turudi kwenye mstari, tutengeneze utaratibu ulio mzuri, tutengeneze mageuzi hayo, tutengeneze hayo mapinduzi kwenye sheria zetu, tufanye mapinduzi, tufanye mageuzi. Unafikiri mzee, kuna hofu ya kisiasa kwenye kuhusiana na hayo mapinduzi pengine au mageuzi kama ulivyosema? Ndiyo, hofu ipo, na ndiyo maana baada ya kuona mikutano inayofanywa kwa mfano na Chadema inasheheni watu wengi tofauti na ambavyo walio kinyume na Chadema walivyotarajia, hofu inawaingia kwamba tulidhani tumewatishia hawa watu hawataiunga mkono Chadema. Sasa haya mafuriko ya watu yanaonyesha kwamba Chadema inaungwa mkono, na tukinyamaza sisi tunaofaidika na utawala uliopo tutapoteza. Kwa hiyo tupige marufuku mikutano ya Chadema. Actually lengo ni kuifuta Chadema, ila wanasema tumefuta mikutano ya chama kwa vyama vyote, ya siasa kwa vyama vyote, lakini lengo kwa mwenye akili anajua anayelengwa ni Chadema. Waziri wa mambo ya ndani ndio, na ninamshangaa kwa sababu huyu kijana, klipu zinaonyesha alipokuwa yuko Chadema zamani alisema yaliyo kinyume na anayoyasema leo. Alafu kwa jinsi wanasheria wanavyosema, mimi sijui sheria lakini nawasikiliza wanasheria, kwamba hana mamlaka ya yeye kuzuia, kutoa tamko la kuzuia mikutano ya vyama vya siasa. Lakini serikali kupitia viongozi wake wamesema ni kwa sababu ya tishio la kiusalama, kwa maana ya ili kulinda amani wameweza kufanya hivyo, ili kusio na mikutano. Leo nilikuwa naangalia TV, kuna mkusanyiko wa wanayanga wanasherehekea ushindi wao wa ligi ya taifa. Watu wamekusanyika wengi, polisi wako pale wanalinda. Kuna ubaya gani kama vyama vya siasa
watafanya mikutano yao alafu polisi walinde? Kuna shida gani? Na bahati mbaya, wakati tangazo lilipotolewa kwamba vyama vya siasa visifanye mikutano, Katambi mwenyewe anakwenda kuhutubia mkutano kueleza zuio la mikutano ya vyama vya siasa lilolitangaza yeye, na waziri mkuu akawa nakutana kule Singida Bwana Nchemba. Sasa mbona mkanganyiko huu? Kwa nini? Na haya tunayatengeneza jamani, tunayatengeneza pengine pasipo kujua kwamba yanatuletea madhara. Kwa hiyo mimi ombi langu ni kwamba jamani, hii nchi ni ya Watanzania wote. Tutengeneze utaratibu utakaoleta faida kwa Watanzania wote. Amani ipo iwapo tu haki itatendeka, lakini tusijidanganye kwamba amani itatokea wakati watu wanazidi kunyang'anywa haki zao, wakati watu hawatendewi haki. Na mimi ni msomaji wa Biblia jamani. Mfano mzuri kama mmewahi kumsikia, kuna mtu katika karne za zamani aliitwa Herode, ambaye aliposikia mtoto amezaliwa anaitwa Yesu na huyo atakuja kuwa mfalme, aliingiwa na hofu. Kumbuka ni mtoto ndo amezaliwa. Kwa hofu anasema uweni watoto wote, lengo lake likiwa ni kwamba huyo mtoto afe ili asije kuwa mtawala akanyang'ana nafasi yake. Nafikiri ndiyo yanayofanyika sasa, kwamba wapo watu wanaopenda kukalia viti vya madaraka, wanaposikia kwamba watu wengine wana sifa, wana uwezo mkubwa wa kushawishi watu, kuwaunga mkono, kuleta mabadiliko chanya katika nchi, wanasema tukinyamaza hawa watu watatupiku, watatuondoa madarakani. Uoga ni huo, hofu ni hiyo hiyo, kiri na kuwaza kuwapoteza wengine ili wao waishi na waendelee kula mema ya nchi. Jangu, tunaposema kwamba haki ni sauti ya Mungu, huu mnamaanisha nini? Kwa maoni yangu, haki ni sauti ya Mungu ni kwa sababu Mungu ni mwenye haki, na maandiko yanasema Mungu ndiye anayeweka watawala kwenye mamlaka. Lengo lake ni kwamba watawala hao watawale kwa haki na kuwatendea watu kwa haki. Kinyume cha hapo, wasipotenda haki, wanakuwa wanamtumikia Ibilisi, na kama wanamtumikia Ibilisi, watawaliwa tuna haki ya kuwakataa, kwa sababu maandiko yanasema imetupasa kumtii Mungu kuliko binadamu. Kama watawala wapewa mamlaka na Mungu, maana yake wawe wanatawala na kutenda haki kama Mungu anavyotaka. Vinginevyo, wakitumia mamlaka yao vibaya, maana yake wao wamemwasi Mungu aliyewapa mamlaka. Na kama hivyo ndivyo, sisi tunaotawaliwa tunao wajibu wa kuipinga hiyo mamlaka na kuikataa.
na badala yake kumtii Mungu. Na ninajua gharama inayoweza kutokea kama watu wakiamua kumtii Mungu kuliko binadamu wanaowatawala vibaya, wanaweza kupoteza maisha. Lakini ninasema tukitaka kusimama katika kweli, tukitaka kusimama katika haki, ni lazima tusimame upande wa Mungu. Tunaweza kupoteza maisha, tunaweza kumwaga damu zetu kwa sababu ya kutenda haki, lakini hiyo isitukatishe tamaa. Tunao mfano halisi kwa sisi wa Kristo. Bwana Yesu alikubali kufa ili wengi wapone. Narudia tena nilichowahi kusema huko nyuma. Mheshimiwa Lissu sio Yesu, lakini at least anajaribu kufanya yale ambayo dhamiri yake inamuonyesha kwamba ndiyo kweli na ndiyo haki, kwamba hata kipoteza maisha ndiyo wajibu aliopewa na Mungu kuutimiza. Na kwa kweli mimi Lissu ananishangaza. Nilikuwa naangalia clip moja kuhusu Lissu alivyokuwa mahakamani jana. Ninamuona ni mwenye furaha, hana huzuni, ingawa yuko gerezani kwa tuhuma ambazo mimi naamini ni za kutunga, za uhaini. Maana kama angelikuwa kweli ni mhaini, asingelikuwa anaonyesha hali ya furaha kama anavyoonyesha akitokea gerezani kwenda mahakamani, na afya yake iko vizuri. Bila shaka angelikuwa anajihisi ana hatia, angelikuwa amepatwa na msongo wa mawazo. Lakini yeye yuko vizuri, alafu yeye ndiye anayewafariji mashabiki wake, wafuasi wake walio nje ya gereza, kwamba wafuasi wanaonekana wanyonge kuliko yeye. Ndio. Inatuma picha gani? Kwangu mimi ni kwamba Lissu anajiona hana hatia, kwa hiyo inampa furaha na anajisikia kama vile anapita mapito ambayo Bwana Yesu aliwahi kuyapitia. Alikuwa hana hatia, lakini alihukumiwa kifo na alikufa. Na kwa sababu hiyo Wakristo tunasema kwa njia hiyo tumekombolewa na mtu mwenye haki. Kwa hiyo Mungu ni wa haki na anataka watu watende haki, wasionee wengine. Hili kanisa linawezaje kusimama kiroho au kutokupoteza nafasi yake kiroho? Hili kanisa libaki kuwa sauti ya unabii na libaki kuwa sauti ya wasiokuwa na sauti. Ni lazima lisimame katika kweli na kumcha Mungu katika roho na kweli, kwa kuhimiza kutenda haki na kwa viongozi kuacha kuwa machawa wa viongozi wasiotenda haki kwa wananchi. Kanisa litambue nafasi yake kwamba lipo kwa niaba ya Mungu ili kutimiza wajibu wa kukemea uovu na kuwakemea wale wasiotenda haki. Na wakati wote kanisa lisimame katika kusema kweli na kutetea haki kwa watu wote, hata kwa watu wasiokuwa wa imani yake.
kwangu ndio kazi ya kanisa. Wapo wanaosema kanisa linapaswa kuhubiri mambo yanayohusiana na imani zaidi, wasizungumze masuala ya kisiasa yanapokuwa amhubirie nani masuala yanayohusu imani? Amhubirie nani? Si waumini wake? Hawa waumini wanaishi wapi? Hawaguswi na mambo ya kisiasa. Kwa tubaki kanisani tuzungumze habari za kuokoka, lakini tusihubiri habari za mtu anayekosa riziki yake akienda sokoni. Mbona tunakuwa tunajidanganya? Wajibu wa kanisa ni kumhubiria mtu kikamilifu kwa mambo ya kiroho na mambo ya kimwili. Uchumi wa nchi ukiharibika, huyu Mkristo wangu ataharibikiwa. Hiyo roho yake, mwili ukidhoofika, itakaa wapi? Kwa hiyo tunachokisema tunakisema kwa ajili ya watu wetu waishi maisha ya furaha. Akitoka kanisani ajue akienda dukani kununua sukari atanunua kwa bei ambayo ni affordable. Akisafiri asafiri kwa nauli anayoweza kuimudu. Sasa tukikaa kanisani tukiongea mambo ya imani pasipo kuongelea mambo yanayomgusa huyu Mkristo wangu kila siku, hayo mahubiri yangu yatakuwa na faida gani? Tunataka, na ndio kazi ambayo Yesu alifanya jamani. Ndio Yesu alifanya, alipokuta watu ni wagonjwa aliwaponya. Ndio alipokuta watu hawana chakula aliwapa chakula. Uongo? Viongozi walipokuwa wakiwaonea watu aliwakemea, na ndio sababu ya kupindua meza hekaluni, kwa sababu aliona watu wanapata mateso kutokana na sheria zilizotengenezwa na viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa dini wa wakati wake. Kwa Yesu alitaka watu waishi maisha nafuu, na hata alipokemea sheria, alikemea sheria ili watunga sheria wawe wanatengeneza sheria zenye kuleta unafuu kwa maisha ya watu, sio kwa ajili ya kukandamiza watu. Kwani mchungaji, wakati nasema hayo nakumbuka kuna wengine wanasema kwa habari ya amani. Wewe unasema haki, wengine wanasema amani, wengine wanasema amani na haki. Hawa ni watoto mapacha. Nini kipi ni kipi? Kati ya haki na amani vinahusianaje? Vyote ni vitu vizuri. Ukiniuliza mimi, kipi kinatangulia ili kingine kiweze kustawi? Ni haki. Kinachofuata ni amani. Haki ikiwepo, amani inakuja automatically. Nitoe mfano. Naomba nyosha mguu wako kidogo kuelekea kwangu. Halafu nikikukanyaga hivi, unajisikia maumivu? Kuna amani? Kwa tuendelee kuhubiri amani, sio? Nikiwa nimekukanyaga. Nikuzuie wala usilie. Ndicho kinachofanyika hapa kwetu, kwamba watu wanapata mateso lakini wanaambiwa wanyamaze, wasiseme, walinde amani.
hawasemi juu ya mimi kukukanyaga wewe kwamba sijakutendea haki. Ndio sasa, ili amani iweze kuwepo ni lazima kwanza haki itendeke. Yote ni tunu nzuri, lakini cha kwanza ni haki kuwepo, ndipo amani inakuwepo. Sasa kama tunaweza kujiuliza pia, kama kwa miaka yote Tanzania tumesema tuna amani, sasa nini kimetokea mpaka watu wanakufa? Si amani ipo? Niambieni, nini kimetokea? Miaka yote tumehubiri amani, sasa nini kimetokea na kwa nini kimetokea? Mkiendelea kuimba amani wakati haki haipo, mnaifanya hiyo amani kama kichaka cha kujificha ili muendelee kutenda maovu, kwa nyima watu haki zao. Hii ndiyo maoni yangu. Kuhamasisha amani wakati haki haipo, kwangu mimi ni kutengeneza kichaka cha kujificha ili tuendelee kutenda maovu. Kwa nini baadhi ya viongozi wa dini wanaonekana kukemea matendo ambayo yanafanywa na watu binafsi, lakini na sio viongozi ambao wapo kwenye madaraka? Kwa nini? Pengine wangeulizwa wao, wangelikuwa na jibu zuri, kwa sababu wanajua ni kwa nini wanafanya hivyo. Kwa akili yangu ya kawaida, kwa mantiki yangu, ni kwamba kutenda haki ni kukemea yeyote asiyetenda haki, iwe ni mfumo au mtu binafsi. Kwa ni wajibu wa viongozi wa dini kutimiza wajibu wao, kukemea uovu pasipo kujali anayetenda huo uovu ni nani. Hilo ndio jibu langu. Sasa mzee wangu, ni wakati gani ambao kiongozi wa dini anapaswa kusema hapana kwa mamlaka? Wakati wowote inapotokea kile kinachomsukuma kusema hapana. Hakuna muda maalum. Kwa polisi, ukiwa na utulivu kutakuwa na utulivu. Kama hakuna mabaya yanafanyika, polisi walikiri, lakini tutaendelea kuogelea kwenye amani. Lakini kama kuna ubaya, wakati wowote unapotokea, ni lazima uwe ubaya usemwe na kukemewa kwa nguvu zote. Lakini sasa inaonekana hamjawa sehemu ya viongozi wa dini, hamjawa sehemu ya watu wanaokemea hayo maovu ambayo unayasema. Sababu ukitoka huko mtaani ukiuliza, wanakuambia siku hizi imekuwa ni wao wanafanya kwa maslahi yao. Hiyo imani kwa wananchi itarudi vipi kutoka kwenu viongozi wa dini? Sasa hakuja utofauti kati ya kiongozi wa dini na mwanasiasa, hakuja utofauti. Swali lako naweza kusema ni la jumla mno. Siamini kwamba viongozi wote wa dini wanafanya mambo yote kwa kufanana. Wapo viongozi wa dini wanaokemea, na kutokana na kukemea kwao uovu, wengine wametengwa. Kwa kwamba mna utengano sasa ninyi wenyewe. Fine, hilo sikatai, kwa sababu ya kuwepo mitazamo tofauti. Kwa hiyo wapo viongozi wa dini wanaokemea, wapo viongozi wa dini wanaokubaliana na yanayotendwa mabaya, pengine
wana interest zao kwa mambo hayo, pengine kwa kutumia neno lililozoeleka siku hizi, pengine ni kwa sababu ya uchawa. Lakini tusiwaweke viongozi wote wa dini katika kapu moja. Kuna mtu mmoja alisema, nimemsahau, sijui ni nani, alisema zamani tulikuwa tunasema samaki mmoja akioza kwenye kapu basi wote wameoza, lakini leo tutachambua aliyeoza tutamtupa huko, yule anayeonekana yuko vizuri tutaenda kumpika, tutamla. Kwa hiyo ndio wapo viongozi katika makundi tofauti kwa mitazamo tofauti. Sasa waumini kwa maana ya wafuasi wa hawa wa viongozi wa dini wanapaswa kufanya nini wanapoona viongozi wao hawafanyi yale ambayo yanapaswa kufanya? Labda tunaweza kusema kwamba wao kama waumini wanapaswa wafanye nini? Kiongozi wao hafanyi vile ambavyo vinapaswa kuwa wafanye nini wao? Mimi ninasema kile kinachosemwa nje ya makanisa kwamba tunataka mabadiliko, tunataka mageuzi, sawa, hakihusu tu katika mambo ya siasa, ni hata ndani ya makanisa yetu, kwamba kuna mambo yanayofanyika kama Wakristo wataona yanafanyika ndivyo sivyo, wanao wajibu wa kuyakemea, kusema hapa kiongozi wetu natukosea, hili tunaona kwa macho yetu kwamba hili linakosewa. Kwa hiyo wasinyamaze, kwa hiyo waseme, wawe wawazi, na ndio ile kusema kuwa mkweli wakati wote, natenda haki wakati wote. Tunaponyamazia maovu, tunaweka utamaduni wa kuhalalisha uovu kuendelea na kutamalaki. Ifike mahali mchungaji au kiongozi wa dini ana wajibu wake mbele ya Mungu, na atakuja kuhukumu kutokana na wajibu aliopewa. Mkristo mmoja binafsi na yeye anao wajibu mbele za Mungu kwamba alisimamaje wakati anayaona maovu yakitendeka kanisani kwake. Kwa tusiangalie tu kwamba hawa ni viongozi wa dini, hata Wakristo wanao wajibu, kwa sababu hao Wakristo si ndio miongoni mwao tunapata viongozi wanaokuwa madiwani, wenye viti wa serikali za mitaa, wabunge na hata viongozi wa juu serikalini, si wako kwenye makundi yetu haya ya dini? Mzangu, wewe ni kiongozi wa dini, let's say wa dhehebu fulani, alafu muumini wako ni kiongozi wa nchi au tuseme mamlaka ya eneo fulani. Hebu mtenganishe huyu mtu, wewe uweze kumsimamia kwa nafasi yako. Yeye atakusimamia akiwa kama kiongozi wa eneo fulani, lakini wewe utasimama kama kiongozi kwa maana wa dhehebu au wa dini yake. Hii inakupa changamoto ipi kwenye hilo jambo? Maoni yangu ni kwamba kila mtu kutambua nafasi aliyonayo, na kila mtu kutambua nafasi ya mwenzake, pamoja na utofauti uliopo. Kila mmoja anahitaji kuheshimu nafasi ya mwingine. Kiongozi wa kisiasa akiwa kanisani atambue kwamba yuko chini ya mamlaka ya kiongozi wa kanisa lake au dini yake, amheshimu kwa nafasi hiyo. Na
kiongozi wa dini atambue nafasi ya kiongozi wa mambo ya kisiasa, amheshimu kwa nafasi yake. Sasa mimi kama kiongozi wa dini, kama nitaona muumini wangu ambaye ni kiongozi kwenye mamlaka nyingine nje ya kanisa, ninafikiri ninayo nafasi ya kumuita tuzungumze. Unayo nafasi ya kumkemea pia. Ndio, kwamba ndugu yetu, wewe ni kiongozi, lakini hiki unachokifanya humwakilishi Mungu vizuri, huliwakilishi kanisa letu vizuri, kwa sababu unakwenda kinyume na mapenzi ya. Unadhani hayo yanafanyika? Sijui, kwa sababu mimi sio kiongozi wa kila kanisa. Yangekuwa yanafanyika, ungeona nini? Kuna mawili, kuna kufanyika anayeambiwa anasikia, kwa tungeona mabadiliko, si ndio? Ndio. Lakini kuna hatua ya pili kwamba anaambiwa hasikii. Sasa siwezi kusema kwa sababu huyu anaendelea kufanya hivi, watu fulani hawafanyi wajibu wao. Unanielewa vizuri? Kumekuwa na maonyo ya wazi wazi. Kumekuwa na maonyo ya wazi wazi kabisa. Kwamba hili halipaswi, lakini anaendelea. Sawa, ameonywa. Ni kiongozi wa kisiasa kwa mfano. Ameonywa, ndio. Ameonywa. Sina, kama kiongozi wa dini, sina mamlaka ya kwenda kumnyofoa kwenye mamlaka aliyonayo. Lakini yanapotokea mambo, hiyo nimemwambia, yanapotokea mambo nini, mnapaswa msawazishe hayo mambo ya hili. Ndio ile niliyosema, nimemwambia, si ndio? Ulimwambia? Ndio, nimemwambia, bwana, hiki unachokifanya sio sawa. Sasa unataka nifanye nini zaidi? Ndio, wewe ulimwambia, lakini yanapotokea changamoto anarudi kwako sasa. Mzee, nisaidie hapa pameharibika. Kama kiongozi wa dini unapaswa kufanya nini? Kama kiongozi wa dini nitamwambia, nilikuambia ukusikia. Sawa. Unamsaidiaje sasa? Sasa umekuja kwa namna gani? Unataka tu nikusaidie au umekuja kutubu? Sio? Unayaona ninayoyasema? Kuna mwingine anasema tu yale yalipita, sasa hebu tuunge mkono katika hili tunalotaka kufanya. Mimi nitamwambia tubu, badilika. Sitamzuia asije kwangu, pamoja na kwamba nilimuonya alikataa. Lakini akija sitamfukuza. Na hivyo ndivyo ilivyo hata kwa Mungu. Binadamu tunamkosea Mungu mara kwa mara. Tunapaswa tu kurejea kwake kwa toba ya kweli. Na tukifanya toba ya kweli, Mungu anatusamehe. Na ndicho ninachoshauri kwa viongozi wetu waliopo leo. Hayo yaliyotokea Oktoba 29, 2025 ni kweli makosa yalitokea. Sasa warejee kwa Mungu, waseme Mungu, tunatubu, tulifanya makosa. Mungu ni mwaminifu, atasamehe. Na unapotubu, uelewa wangu, toba ni kwa mtu aliyekosa, anakwenda kukiri kwa aliyemkosea kwamba mimi kwa matendo yangu haya nilikukosea. Na anapofanya hivi, awe na utayari wa kutambua kwamba hayo makosa yake yana adhabu. Na hivyo anapokwenda kutubu, ajue akilini mwake kwamba kwa haya niliyoyafanya niko tayari kuadhibiwa, na nitapokea hiyo adhabu kwa sababu ndiyo haki yangu kwa matendo niliyoyafanya. Ila tu itegemee yule ninayekwenda kumwomba msamaha. Akisema yamekwisha bila kuniadhibu, nitashukuru.
lakini toba ni kwamba ukubali ulifanya makosa na kwamba kosa hilo lina adhabu. Iwe ni neema tu ya yule uliyemkosea, unapotubu aseme sawa, sasa yamekwisha. Sawa mzee, tukiwa tunaelekea mwishoni, na naomba unisaidie kitu kimoja. Hivi ninyi kama viongozi wa dini mnapimaje mafanikio yenu? Je, kwa kuangalia idadi ya waumini au kwa kuangalia mafanikio yao ya kimaisha ya kawaida? Kwangu mimi ni yote. Idadi inaonyesha nafanya kazi ya uinjilisti vizuri, watu wanamkubali Kristo ninayemhubiri, na hivyo wanakuja kuungana na mimi ili tuendelee kumtukuza Mungu. Hilo ni moja. Lakini tutaangalia pia maisha ya hawa waliokubali yamebadilika kweli? Wameacha yale ambayo walikuwa wakiyafanya walipokuwa bado hawajamkubali Kristo? Kupima imani ya mtu, hatutumii sadaka, ingawa inaweza ikawa ni matokeo ya watu kumkubali Kristo na kwamba wanataka kazi iendelee. Lakini wakati mwingine kama tulivyosema awali, inaweza wengine wanafanya hicho kuwa kichaka cha kujificha, kwamba aonekane mtoa sadaka mzuri wakati anaendeleza mambo yale yale ya uhalifu wanayomfarakanisha yeye na Mungu. Na hapo tunahitaji kuwa waangalifu. Ila mimi nitasema ninapima mambo kwa nje, lakini yupo anayepima mambo kwa ndani, anaangalia ndani, ambaye ni Mungu mwenyewe. Kwa mimi naweza kukusifia kwamba wewe mwandishi wa habari uko vizuri kwa sababu ya jinsi unavyojionyesha mbele yangu, lakini macho yangu hayapenyi ndani ya moyo wako. Kwa siwezi kuona unafikiri nini na unatenda nini unapokuwa peke yako. Hayo Mungu anajua, kwa sababu Mungu hawezi kufichwa na jambo lolote. Kwa nini unapohubiri haki kama kiongozi wa dini, unaposema mambo yanayohusiana na haki, hasa haki za watu, unaonekana unahubiri siasa kanisani? Yaani kwa nini hiyo dhana imejengeka kwa watu wengi, hasa sijui niseme kwa kuelewa au kwa kutokuelewa? Wewe unaonaje hili? Nimekupata. Kuna mambo mchanganyiko. Kuna wengine ni kutokuelewa, wengine ni utamaduni, malezi tuliyoyapokea huko tangu huko nyuma, kwamba huko nyuma pengine kutokana na hali ilivyokuwa, watumishi wa Mungu makanisani hawakulazimika kusema sana mambo ambayo hayaonekani, yani mahali pametulia. Lakini wakati mambo yanapokuja kutokea, ndipo sauti zinaanza kutokea. Wengine watanyamaza, wengine watasema. Sasa wale ambao hawakuzoea watasema, huyu mbona nafanya kitu ambacho hatujawahi kusikia huko nyuma watu walikuwa wakisema. Kwa hiyo ameingilia utaratibu wa watu wengine. Lakini kama nilivyosema awali na nimewahi kusema huko nyuma, mpaka kati ya maisha ya imani ya dini na maisha ya nje ya dini, sioni mpaka ulipo. Kama kuna mstari, basi ni mstari mwembamba sana unaotofautisha mambo haya mawili. Lakini kwa watu wa Mungu, kama tunakubali kwamba viongozi wa dini ni wawakilishi wa Mungu
Mungu ni overall in charge wa maisha ya binadamu, yawe ya kisiasa, yawe ya kidini. Hata wanasiasa wakiwa kwa mfano bungeni wanasema tuombe kwa Mungu, tufanye dua, wanakubali kwamba wako chini ya mamlaka ya Mungu. Ndio. Kwa hiyo Mungu ni overall in charge, na kwa sababu hiyo watumishi wake wana hiyo roho, sio roho, kazi, wajibu. Wanao huo wajibu wa kumwakilisha Mungu katika maeneo yote ya binadamu, mradi wanatenda haki na wanasema kweli. Kwa hiyo kweli na haki, hebu niambie, kweli ya kanisani ni ipi na kweli ya nje ya kanisa ni ipi? Na haki ya kanisani na haki ya nje ya kanisa ni ipi? Ni vile vile. Ndio. Haki ya kanisani ndio haki hiyo hiyo inayotakiwa nje ya kanisa. Ukweli unaotakiwa kanisani ndio ukweli huo huo unaotakiwa nje ya kanisa. Kwa hiyo ninaposema kweli, ninapohimiza haki, naamini ninamwakilisha Mungu kwamba ukweli na haki vitendeke kanisani na nje ya kanisa. Mzee wangu, tukiwa tunamaliza hivi, unafikiri kizazi cha sasa kinatamani sana haki kuliko kizazi cha nyuma? Swali lako naona kama tata, lakini naweza kusema kila kitu kihukumiwe au kijadiliwe kulingana na mazingira yake. Siwezi kumhukumu nyani kwa kushindwa kuogelea, ingawa naweza kurukaruka kwenye miti. Wala siwezi kumhukumu samaki kwa kushindwa kupiga mbizi sakafuni, ingawa ni bingwa wa kupiga mbizi majini. Sasa jibu lako ni lipi kwenye hili ambalo nimelisema? Kwenye hili kila kinayosababisha madai ya jambo fulani, kila kizazi kizazi hiki, tuseme kwa Tanzania hapa tunazungumza masuala ya haki na amani kutokana na mazingira yaliyopo. Huko nyuma mazingira hayakulazimisha hayo mambo yazungumzwe, kwa sababu mambo yalikuwa shwari. Kwa kipindi cha lazima kiwepo kisababishi. Tumezungumza habari ya Chama cha Mapinduzi. Kwa nini mapinduzi? Serikali ya mapinduzi. Kwa nini serikali ya mapinduzi? Maana yake huko nyuma kulikuwa na hali mbaya. Sasa wanataka kurekebisha, ingawa kutumia neno haki, lakini mapinduzi hayo ndio waliohitaji kudai haki yao ya kujitawala. Kwa sasa kizazi hiki kinadai haki na mapinduzi. Ndio, hayo mapinduzi, hayo mabadiliko, hizo reforms ndio haki, ndio ukweli. Tunataka watu waishi kwa utulivu, kwa amani, lakini amani haiji mpaka kwanza haki imetendeka, watu wana uhuru wa kweli. Tuachane na vuta ni kuvute. Tukubali kwamba Tanzania mambo yameharibika. Tunahitaji matengenezo, tunahitaji marekebisho, tunahitaji mapinduzi, hata kama watu hawataki kusikia neno mapinduzi au reform. Mambo yameharibika. Tusichelewe zaidi ya leo. Tukifanya hivi, mimi natolea mfano wa maji. Maji usipoyapa njia yatapenya, yatabomoa ukuta. Ukitaka ukuta usibomoke, yatengenezee maji mfereji,
yapite humo na utaweza kuyakontrol. Na ndivyo ilivyokuwa wakati wa kuanzisha kwa vyama vingi, Nyerere akiwepo. Nakumbuka tume ilipozunguka, kuna watu walisema hatutaki vyama vingi kwa sababu ya kuambiwa maneno ya uongo kwamba vyama vingi vikitokea kutakuwa na fujo. Kwa asilimia ndogo ikasema tuwe na vyama vingi, asilimia kubwa ikasema tuwe na chama kimoja. Lakini Nyerere baada ya kuona huko duniani mambo yanavyokwenda, akawashauri viongozi wa CCM wakati ule, jamani, bora mkubali kuanzisha ili mya control haya mabadiliko kuliko yaje kwa nguvu wakati ninyi hamjajiandaa. Kutakuwa na chaos. Na ndivyo ilivyokuwa. Kwa ukifuatilia record zitaonyesha watu walisema tusiwe na vyama vingi, lakini kwa ushawishi wa Mwalimu kwamba kuna hatari tusipo ya control haya mabadiliko ya kuwa na vyama vingi, itatokea fujo, itatokea vurugu. Kwa wakakubali tuwe na vyama vingi. Na vyama vingi vilipoanza, watu wakasema mkichagua upinzani kutakuwa na vita kama Burundi na Rwanda. Lakini hiyo matukio ya 29 Oktoba 2025 ni ya Rwanda, ni ya Burundi au Tanzania? Tanzania nini kimetokea? Tujirekebishe. Tusitumie nguvu mahali pasipohitajika kutumia nguvu. Ni hekima na akili ndogo. Kwani mchungaji, vyama vya upinzani au vyama vya siasa vinachangia kutokea kwa fujo? Havichangii. Ila vinapozuiwa yanaweza kutokea mafuriko msiyoweza kuyazuia. Kwa vyenyewe vinafanya nini sasa? Wenyewe si vinasema kuna mapungufu haya turekebishe. Kwa kuna faida yake pia vinavyosema. Ndio mapinduzi, ndio mabadiliko, ndio mageuzi. Tukikataa kutengeneza taratibu zinazoweza kutupeleka kwenye mabadiliko chanya, wale wanaoumia kwa madai yenu mnayosema kuna haki wakati kuna amani wakati hakuna haki, mnajidanganya. Si kweli. Tukitaka hizi sauti zisikilizwe, kwanza tuanzie Oktoba 29, 25, 2025. Tukubali kwamba ukweli wote uwekwe wazi. No reform isikilizwe. Na ili sasa tuweze kukaa chini na kujadiliana kama Watanzania, wale waliowekwa gerezani bila sababu za msingi kama Tundu Lissu awekwe huru, ashiriki katika mazungumzo haya, atoe mchango wake, alafu tuone taifa litaendaje. Hayo ndo maridhiano. Lakini hatuwezi kusema maridhiano akalie kiti mtuhumiwa wa yaliyotokea Oktoba 29, 2025. Sioni kama hapo tutakuwa tunafungua pazia la kutupeleka mahali palipo bora. Ni jambo la kusikitisha sana kwamba utekaji katika nchi yetu limeanza kuwa jambo la kawaida, ingawa wanaoguswa na utekaji huu, wanaotekwa, ndugu zao, marafiki zao na majirani zao wanasikitishwa, lakini naelekea wanaoendeleza vitendo hivi kwao vinawafurahisha.
lilianza kama mchezo, lakini sasa ni kama tabia inayojijenga. Sio jambo zuri sana, sio jambo la kulishangilia, ni jambo linalohitaji kukemewa. Kukemewa kwa nguvu zote. Tulidhani watu wamejifunza kwamba pengine yaliyotokea 29 Oktoba 2025 yangelikuwa mwisho, lakini baada ya hapo vitendo vya utekaji vinaendelea. Sielewi lengo la watekaji ni nini. Kwa fikra zangu inawezekana ni mwendelezo wa kutaka kunyamazisha sauti za watu wasiendelee kudai haki za ndugu zao na kudai watu waishi kwa amani na utulivu. Mimi nadhani viongozi hawataki kusikia sauti nyingine inayosema kinyume na kile wanachotaka wao. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha na ni jambo ambalo kwa kweli kwa kila mpenda haki ninamwalika ashiriki kukemea na kukataa vitendo kama hivi. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba wale waliopewa wajibu wa kusimamia ulinzi wa watu na mali zao hawatendi hivyo. Tunasikia watu wamekamatwa, mwanzoni hamjui nani aliyemkamata, baadaye mnakuja kusikia kwamba polisi wanakiri kwamba wanaye huyo mtu, lakini wamekaa naye siku kadhaa bila kumpeleka mahakamani. Kama na hatia, basi sheria ifuate mkondo wake, lakini sio kukaa na mtu huyo kwa kificho. Na hapa wanajenga uhasama usiokuwa na sababu kati ya polisi na raia. Kama wanatumwa, polisi wanatumwa, kuna mambo mengine ya kusema hapana, hili sio jambo nililo hapa kiapo kulisimamia. Kwa hiyo kuna wakati ambapo unasema imenipasa kumtii Mungu kuliko binadamu, hata kama ni kazi. Sasa angalia hiyo kazi, je, inafanyika kwa misingi ya haki kulingana na kiapo ulichokula? Kama sivyo, basi kubali kusema naacha kazi, potelea mbali, huko nitakako kwenda Mungu atajua jinsi nitakavyoishi, kuliko kufanya mambo ambayo dhamiri yako mwenyewe inakushuhudia kwamba unachokifanya sio kitu kizuri. Wakati fulani niliwahi kusema tukitengeneza taifa la watu waoga, tusifikiri nchi ndiyo itakuwa vizuri. Tutaondoa critical thinkers ambao sasa wangeweza kufikiri kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa nchi, wakawa wanaogopa. Kwenye vyuo vikuu sasa hivi watu hawaongei kwenye mihadhara wazi kutoa maoni na mawazo yao ya namna gani nchi yao ijengwe na nchi yao istawi. Kwa watu wanakuwa waoga, hawezi kuleta mawazo ya ubunifu mapya kwa sababu ya kuogopa kusema. Kwa jumla, kinachofanya watu wawe kimya ni hofu kwamba akisema jambo la kweli na akisema jambo la haki atatekwa. Kwa anaamua kunyamaza. Nani asiyependa kuishi vizuri na familia yake? Sapotelea mbali, mimi nitaishi kwa kunyamaza. Na yasipomfika yeye anadhani yuko salama. Lakini kwa maoni yangu, kwa nchi hii kwa sasa hakuna aliye salama. Hakuna aliye salama. Kwa hiyo tukemee vitendo hivi. Kama akija kufika leo, kinaweza kukufika kesho. Na kama sio wewe, kitamfika ndugu yako wa karibu.
So Tanzania bado ni nchi na kisiwa cha amani. Amani inatoka wapi? Tumesema kama hakuna haki hakuna amani. Chimbuko la amani ni haki. Nimekutolea mfano hapa, nimekukanyaga, si ndio? Alafu nakwambia usilie kwa maumivu nayo yapata. Kwa kunyamaza kwako tutasema ni amani? Au umenyamaza kwa sababu unaniona mimi nina nguvu, ukiinua mdomo na kushughulikia? Oh, haki ndiyo msingi wa amani. Haki ikiwepo, amani inakuja yenyewe. Mchungaji, ni kushukuru sana. Ni neno moja kwa Watanzania pamoja na wananchi kwa ujumla. Mimi neno moja na fupi sana. Watanzania, mahali tulipo tumefika pabaya. Nchi yetu imevimba, saa yoyote itapasuka, na mpasuko wake utakuwa wa kishindo na wenye madhara makubwa kwa watu wengi. Natoa wito, waungeni mkono wanaohimiza haki kwa watu wote, wanaohimiza mabadiliko chanya yanayotokea kwa njia ya amani, kwa kubadilisha taratibu zetu zinazoongoza maisha yetu, ikiwemo katiba mpya, sheria za uchaguzi, na kuwacha huru waliowekwa magerezani bila sababu za msingi kwa visingizio vya uongo na tuhuma za uhaini. Na waombeni, waungeni mkono. Mabadiliko yakitokea ni kwa faida ya watu wote, kwa nchi nzima, sio kwa watu wachache. Asanteni sana.